Kuna kustimulate maziwa ya mama kwa kuyashika pale unaposhiriki tendo la ndoa. Ndio maana huwa tunasema mwanamke ambaye homoni yake ya maziwa inapanda mara kwa mara hatakiwi kufanya nipple stimulation wakati wa sex. Mwanamke anapofanya mapenzi hatakiwi kushika maziwa. Doctor, what? Hatakiwi kushika maziwa. What? Nadhani katika topic ngumu watu hawaelewi. No, kwa nini nasema hivyo? Yes. Kwa sababu like one of the sensitive area, yani moja ya sensitive area ya mwanamke, sehemu ya wanawake wanajivunia ya kumbania. Sasa unajua ni kwa sababu gani? Hello, habari, karibuni tena katika podcast yetu ya Tides Podcast. Tuko very excited leo, tunafanya another episode ya katika segment ya Tides Health. So leo tutakuwa na Dr. Kenny tena as usual, ambaye tuko naye siku zote katika hii segment ya Tides Health. So leo tunaenda kuzungumzia kitu very sensitive, tunaenda kuongelea issues za hormones. Unajua kuna malazi mengi watu wanayapata na wanahangaika nayo na hawapati ufumbuzi, lakini kumbe issue tu ni hormones. So leo tunaenda kujifunza, like tunaenda kuangalia hormone zipi na zipi na zina play role ipi na ipi kwenye mwili wa mwanamke, hususan mwili wa mwanamke. Leo tutatako kwa wadada, like we'll be on the ladies. So stay tuned jamani, leo tunaenda kujifunza vitu vingi sana. Kuna vitu ambavyo hata mimi mwenyewe na hisi vitakuwa very mind blowing, and tuko na Dr. Kenny as usual. As we said, Dr. Kenny tutakuwa naye throughout this segment. Dr. karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Habari yako Dr.? Salama kabisa, vipi hali? Pole na majukumu mzee. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni mwingi wa rehema, tunaenda kupambana nayo. Moja ya kitu ambacho na appreciate kwako, like apart kwamba like tunafanya hii elimu tunatoa, yes, lakini pia la kaisio haso ICU ukiwa unahudumia watu. Hata hapa penyewe tukikata tu kidogo masimu kibao wateja na nini wagonjwa, sorry not wateja, I mean like wagonjwa wanataka ndo wao au ndo ile unasema mtu akienda kwa hospitali na kwa mgonjwa, akienda dukani na kwa mteja, akienda shuleni mwanafunzi. Lakini pia mara nyingi huwa tunasema tunatumia lugha nzuri ya kutokumvunja nguvu, lakini na yeye pia ni mteja. Yaani mgonjwa ni mteja. Sawa, asante sana Doctor. So Doctor, kuna leo of course niko na kina mama. Unajua moja ya changamoto ya sasa hivi ni kwamba wanasema uzazi umekuwa mgumu. Okay. Unajua like wanawake imekuwa ni ngumu kushika mimba. Okay. That's one, lakini pili hata kupata mimba miscarriages zimekuwa nyingi. Okay. Umeona shida ni nini? Okay, kumekuwa kuna visababishi vingi, lakini kwa sababu bado tuna muendelezo wa episode zetu nyingi, leo nitapenda tugusie kitu kinachofahamika kama hormones. Hormones zinafanyaje wanawake wasiweze kupata ujauzito? Hormones zinafanyaje mimba ziweze kutoka? Hormones zinafanyaje kuhakikisha mwanamke anakuwa na hasira? Hormones zinafanyaje mwanamke kutokupata choo? Kwa hiyo leo tutajaribu kuelezea how hormones zinaweza kusababisha matatizo mengi kwa wanawake. Sawa. Hormone ni vichocheo au ni kemikali ambazo zinazalishwa na mwili kwa lengo la kumsaidia au kusupport mifumo ya uzazi iweze kujuana au iweze kucommunicate au iweze kuwasiliana vizuri. Kwa hiyo hormones ni kama umeme ambao unasafirisha taarifa fulani kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni kemikali ambazo zinazalishwa na mwili, ni muhimu, na ndio hormone ambazo tuseme ni vichocheo ambavyo vinachochea pia ufanyaji kazi wa baadhi ya mifumo mingine katika mwili pia. Okay. So you want to tell me, of course, binadamu wana hormones nyingi sana. Yes. Like kwenye mwili wa binadamu kuna hormone ya kila kazi, yani kila hormone ina kazi yake. Yes, ndio. Mara nyingi pia huwa tunasema kwa mfano kama mwanamke. Mwanamke ana hormone ya maziwa ambayo inaitwa prolactin. Ana hormone za mayai ambayo hizo hormone za mayai, kuna hormone inaitwa follicle stimulation hormone au LH, lakini pia mwanamke huyu ana hormone nyingine ya mayai ambayo inaonyesha kama mayai yake yana ovulate, kama yanakomaa au yanapevuka, ambayo inaitwa luteinizing hormone. Lakini mwanamke huyu ana hormone ambayo inaitwa estrogen. Mwanamke ana hormone inaitwa progesterone. Sawa, mwanamke ana hormone zingine ambazo na zenyewe kwa sehemu zina contribute katika kuhakikisha mfumo wa uzazi unakaa sawa. Sasa kuna hormone za uzazi na kuna hormone zingine ambazo haziplay part katika uzazi. Yeah. Sawa, lakini leo tutazungumzia hormone za uzazi, zile basic ambazo ni za muhimu. Tutazungumzia hormone ya prolactin, tutazungumzia hormone ya luteinizing hormone, tutazungumzia estrogen, tutazungumzia LH ambayo ndio hiyo luteinizing hormone, lakini tutazungumzia hormone ya progesterone. Tukianza na hormone ya prolactin. Hormone ya prolactin ni hormone ya maziwa. Kazi yake kubwa hii hormone ni kuzalisha maziwa. Hormone hii mara nyingi sana huwa inazalishwa kwenye pituitary. Inazalishwa kichwani.
Na homoni hii katika homoni muhimu za uzazi ambazo zinazalishwa kwenye pituitary ni homoni ambayo inaitwa prolactin, kuna homoni inaitwa luteinizing hormone na kuna homoni ambayo inaitwa follicle stimulation hormone. Sasa homoni ya prolactin tunasema ni homoni ya maziwa. Hii homoni inatakiwa izalishwe kwa wingi kipindi ambacho mwanamke ni mjamzito au mwanamke ambapo amejifungua. Ndio kazi kubwa ya hii homoni. Ni homoni ambayo inatengeneza maziwa. Hii homoni mara nyingi yenyewe kazi yake kubwa ni kustimulate maziwa. Lakini pia hii homoni ya prolactin huwa inasaidiwa na homoni nyingine inaitwa oxytocin. Oxytocin yenyewe kazi yake kubwa, prolactin inazalisha maziwa. Oxytocin inaruhusu maziwa yatoke. Ndio maana kuna mwanamke maziwa yake yanakuwa makubwa lakini maziwa hayatoki. Na kuna mwanamke mwingine maziwa yanatoka lakini yanatoka kwa kiwango kidogo. Kwa hiyo homoni ya prolactin haitakiwi kuwa nyingi kipindi ambacho mwanamke sio mjamzito au kipindi ambacho mwanamke hanyonyeshi. Ukiona homoni ya prolactin iko juu, yawezekana mwanamke huyu ana changamoto kwenye chanzo chake cha uzalishaji wa hiyo homoni. Yawezekana ana uvimbe kichwani. Okay. Sasa unapokuwa na uvimbe kichwani, homoni ya maziwa huwa inakuwa disturbed, inakuwa juu. Sawa, au wakati mwingine kwenye pituitary kukaa kuna shida, kuna uvimbe au kuna shida pia kwenye brain, sawa? Kwa hiyo akiwa na shida hii homoni ya maziwa inakuwa juu, au wakati mwingine homoni ya maziwa au homoni ya prolactin inaweza kumfanya mwanamke maziwa yake yakawa yanatoka inapokuwa juu, au mwanamke akiminya chuchu zake zinauma, au wakati mwingine inasababisha maziwa yake yanajaa. Kwa hiyo mwanamke ambaye anahitaji sasa kubeba ujauzito huwa haitakiwi kabisa homoni yake ya maziwa iwe juu. Wakati akiwa anatafuta ujauzito. Kwa hiyo kitu kingine kikubwa ambacho huwa tunapima kwa mwanamke ambaye amehangaika kupata ujauzito ni kuhakikisha homoni yake ya maziwa haiwi juu. Endapo kama tutakuta homoni yake ya prolactin au homoni ya maziwa iko juu, mwanamke huyu tunaanza kumsuspect kuwa ana dalili za kutokupata ujauzito. Homoni ya prolactin ikiwa juu, mwili wa mwanamke huwa unajua mwanamke huyu ni mjamzito au ananyonyesha. Kwa hiyo homoni zingine huwa zina cease, haziendelei kuwa na nguvu kwa sababu mwili hauwezi kufanya kazi zote mbili. Japo kuna baadhi ya watu huwa inatokea anajifungua, ananyonyesha na bado anapata ujauzito. Hapo ambazo hizo ni rare case, lakini huwa zinatokea. Lakini kwa wanawake wengi huwa inakuwa mwanamke anapokuwa homoni ya maziwa iko juu, akiminya chuchu zake zinatoa maziwa, au maziwa yake yanatoa maji au vimaji, au maziwa yake yanajaa, mayai yake yanasizi, anakuwa hana uwezo wa kufanya kazi vizuri. Mara nyingi mayai yake yanaweza kawa hayapevuki, mayai yake yanaweza kawa hayaovulate vizuri, ndio kupevuka. Au wakati mwingine mwanamke huyu hata kupata ute na vitu vingine manake inakuwa changamoto, hawezi akapata ujauzito. Ndio maana kitu ambacho huwa tunakiconsider sana ni kupima homoni ya prolactin. Sawa? Lakini pia tunachotanga tukipima homoni ya prolactin tukute iko juu, tunarudi kupima homoni ya LH. Homoni ya LH ni homoni ambayo inaitwa luteinizing hormone. Sawa? Homoni ya LH yenyewe kazi yake kubwa ni kuhakikisha, homoni ya LH na FSH ni kuhakikisha zile ovaries zinafanya kazi vile inavyotakiwa. Mfuko wa mayai wa mwanamke unafanya kazi inavyotakiwa. Ni kuhakikisha mayai yanatoka, ni kuhakikisha mayai yanarutubishika vizuri, yanapevuka. Okay. Ambapo hapa homoni ambayo inahusika na upevushaji wa mayai sasa katika FSH na LH, homoni ya luteinizing hormone ambayo ni LH yenye kazi yake kubwa ni kupevusha mayai. Kwa hiyo mwanamke ambaye, ili tujue kama mayai ya mwanamke yanapevuka, lazima tupime homoni inaitwa luteinizing hormone. Okay. Na ili tujue mayai ya mwanamke huyu yanakuwa stimulated, yanachocheka, tuseme kuwa stimulated, kuyachochea tufanye. Ndio, yanakuwa stimulated au yanakuwa, tunapima homoni inaitwa FSH, ni follicle stimulation hormone. Lakini tujue ovaries za huyu mwanamke zinafanya kazi vizuri, ndio tunapima hizo hormone. Endapo kama tutakuta homoni ya FSH iko juu sana, na tukiangalia umri wa huyu mwanamke ameshaanza kutafuta miaka 40 na
tunaanza msuspect huyu mwanamke amefika ukomo wa hedhi. Menopause. Ambayo menopause kikawaida huwa inaanza miaka 45 na kuendelea mbele. Lakini kama una changamoto za hormone balance, una historia kuwa na hormone balance, unaweza kuwahi hata miaka 65. Endapo kama una changamoto za hormone balance. Kuna watu wana changamoto za hormone balance zimechukua kwa kipindi kirefu. Unakuta mtu ana miaka 38 ameshafika menopause, hapati hedhi. Lakini pia sasa kwenye hormone hiyo ya FSH na LH, hormone ambazo ziko kwenye mayai, hizi hormone huwa zinazalisha hormone zingine tena. Kwa sababu tumesema hormone ya LH na hormone ya FSH ni hormone zinatengenezwa kichwani pamoja na prolactin. Yes. Lakini hormone ya LH na hormone ya FSH zina play part kwenye ovaries, kwenye mfuko wa mayai. Lakini kwenye mfuko wa mayai hizo hormone za LH na FSH huwa na zenyewe zinazalisha hormone nyingine ambayo inaitwa estrogen na hormone nyingine inaitwa progesterone. Hormone ya progesterone kazi yake kubwa yenyewe ni kuhakikisha kuta za uzazi zinakuwa imara. Ndio hii sasa pale mwanamke anapobeba ujauzito, hormone ya progesterone huwa ina play part kuhakikisha yule mtoto pale alipojishikiza, kwa kitu kinaitwa implantation. Pale mtoto ambapo amejiimplant, zile kuta zake zinakuwa imara. Inapokuja kutokea hormone ya estrogen iko kidogo, huwa inasababisha ujauzito unatoka. Kwa sababu hormone ya estrogen inatakiwa iwe inapanda kadri ujauzito unavyokuwa. Inapokuja kutokea ujauzito unakuwa, hormone ya progesterone iko kidogo, huwa inasababisha miscarriage. Kwa sababu yule mtoto anakuwa mzito, lakini zile kuta zake zinakuwa dhaifu. Kwa hiyo hapo huwa tunarudi kupima nini? Hormone ya progesterone. Lakini pia kuna wengine tukishaanza kuona ameanza kutoka vidamdamu, mimba zinaishia kutoka, huwa anapewa progesterone. Unaweza kwa kupitia sindano au kwa kupitia vidonge. Na vidonge moja hapo huwa anapewa Duphaston kwa ajili ya kuhakikisha kuta zake ziko imara. Okay. Sawa. Lakini hormone ya estrogen, sasa hormone ya estrogen huwa inazalisha kwenye ovaries nayo. Lakini hormone ya estrogen ndio main kwa mwanamke. Ndio hormone ambayo inahakikisha kizazi cha mwanamke kiko salama. Estrogen ni hormone ambayo inahakikisha mfumo wa uzazi wa mwanamke kwa ujumla uko safe. Ni hormone ambayo huwa inaanza kumwandaa mwanamke kuanzia kwenye kuvunja ungo mpaka anapofikia stage ya uzazi, mpaka anapofikia ukomo wa hedhi. Yaani niseme ni hormone ambayo tukizungumzia kwenye chumba, ni hormone ambayo yenyewe kazi yake kubwa ni kuhakikisha chumba kisafi, chumba kiko kwenye condition nzuri, sawa? Yaani hakuna wadudu, hakuna nini, yaani uzito wa chumba, kila kitu kiko safe. Ni hormone ya estrogen. Ndio maana hormone ya estrogen ndio ambayo inamfanya mwanamke apate hamu ya tendo la ndoa. Hormone ya estrogen ni hormone ambayo ina contribute kuhakikisha mwanamke anapata ule unyevunyevu. Hormone ya estrogen ni hormone ambayo inahakikisha mwanamke anapata hedhi. Hormone ya estrogen ni hormone ambayo inahakikisha kuta za hedhi za mwanamke ziko salama. Hormone ya estrogen ni hormone ambayo inahakikisha mood ya mwanamke, ile akili ya mwanamke kwenye mfumo wa uzazi iko normal. Hormone ya estrogen ni hormone ambayo inahakikisha afya ya mifupa ya mwanamke iko salama. Ndio maana ikifika kipindi ambacho mwanamke amefika ukomo wa hedhi, hormone ambayo inaonesha madhaifu kwa haraka ni hormone ya estrogen. Hormone ya estrogen ikidecrease huwa inasababisha vitu vingi sana, au inaleta udhaifu mkubwa sana kwa mwanamke. Ndio hapo unaanza kuona tunakutanaga na wamama ambao wana miaka kuanzia 45-50, wanalalamikaga sana miguu inauma. Sawa, wanalalamika kiuno, wanalalamika mgongo, wanalalamika maumivu ya mwili. Hiyo kwa sababu wameshafika menopause. Sawa, ambayo menopause tunasema hormone ya estrogen ina decrease. Lakini pia hormone ya progesterone huwa inahusika kwenye kitu kinaitwa osteoporosis, masuala ya mifupa. Kwa hiyo ni hormone ambazo zina play part kubwa sana. Kwa hiyo mwanamke ambaye ana changamoto katika uzazi au hapati ujauzito, huwa tunadili kwanza na hizi hormone ili tuone, ili tujue kama mayai yake yanapevuka. Lazima tupime LH, luteinizing hormone. Ili tuone mayai yake kama yanakuwa stimulated, yanakuwa. Lazima tupime follicle stimulation hormone. Ili tupime hormone yake, tukiona kama hizi hormone ya LH na FSH upande wa mayai kuna shida, tunapima hormone ya prolactin. Tuone kitu gani kinasababisha hizi hormone huku zinaleta shida. Inawezekana hormone ya maziwa iko juu. Hormone ya maziwa ikiwa juu, tunasema huwa inazuia nini? Mayai yasipevuke wala mayai yasiwe stimulated.
kwa sababu mwili wa huyu mtu, unajua huyu mtu ni mjamzito, na mwili hauwezi kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja, sawa. Lakini pia tukishaanza kuona mwanamke amefika umri fulani ambao yawezekana umri huu tunamsuspect kuwa anaweza kama amefika wenye ukomo wa hedhi na anahitaji kupata ujauzito. Lakini pia kuna wale wanawake ambao wakati mwingine tunaona kabisa hapati ujauzito, lakini kila kitu yawezekana anapata ute na vitu vingine. Huwa tunapima kitu kinaitwa anti-Mullerian hormones. Hii anti-Mullerian hormones ni homoni ambayo kazi yake kubwa yenyewe ni kutuonesha huyu mwanamke ana reserve ya mayai kiasi gani. Sasa hii mara nyingi huwa tunapima sana kwa wale wanawake ambao wameshafikisha umri wa hedhi au wanakaribia umri wa ukomo wa hedhi, ndio huwa tunapima hiyo homoni inaitwa anti-Mullerian hormone au AMH. Tukipima AMH tukuta mwanamke ana reserve kiasi kidogo cha mayai, lazima tuanze kujua kwa nini ana reserve, kutokana na either umri wake, either kuna dawa ametumia au amefika kwenye ukomo wa hedhi. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi sana kabla mwanamke hajapambana sana kutafuta ujauzito. Ndio maana huwa tunashauri lazima upime hormone. So doctor, umeelezea vizuri hizo hormone zote like hormone LH, LH, FSH, umeelezea vizuri hiyo estrogen, umeelezea progesterone pamoja na umeeleza vizuri sana. So doctor, nini chanzo cha hizo hormone imbalance? Yani kwamba kwa nini hormone ipungue? Nini kinasababisha hormone labda ya estrogen ipungue, au nini inasababisha LH hormone iwe nyingi, au prolactin hormone iwe nyingi au ipungue? What's the cause of it? Kwanza tukisema hormone imbalance, unajua ni neno ambalo liko wazi. Ukisema hormone imbalance, maana yake hormone hazija balance. Maana yake hormone kikawaida inabidi zi balance. Yes. Hormone kikawaida zina numbers. Haitakiwi kushuka, haitakiwi kupanda. Kwa hiyo hormone inabidi icheze kwenye level ambayo inatakiwa. Yes. That's why tunasema hormone za mtu zime balance. Endapo kama itatokea hormone ziko chini sana au itatokea hormone ziko juu sana, hapa tunaweza kususpect mtu ana shida ya hormone balance. Sasa kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha hormone imbalance kwa wanawake. Sawa. Kwa mfano hormone ya prolactin. Kwa nini hormone ya prolactin inakuwa juu? Tumesema hormone ya prolactin inatakiwa iwe juu tu kipindi ambacho mtu ni mjamzito, unanyonyesha. Sawa. Lakini hormone ya prolactin inaweza kuwa juu hata kama mtu haunyonyeshi. Sasa kuna sababu nyingi hapa. Yawezekana ikawa tumesema ni uvimbe kwenye pituitary. Sawa? Pituitary gland. Kwenye pituitary gland. Okay. Sawa? Au wakati mwingine inaweza ikawa ni changamoto ya msongo wa mawazo, stress. Stress zinachangia kuongezeka kwa hormone ya prolactin kwa sababu una disturb nini? Pituitary. Okay. Sawa? Lakini pia inaweza ikawa sasa hapa watu wengi wamekuwa tukiwaambia hili issue huaga kama wana react kidogo, kwa sababu ni kitu ambacho kinahusisha starehe. Kuna kitu kinaitwa nipple stimulation. Nipple stimulation ni kustimulate maziwa ya mwanamke. Sasa kuna kustimulate kwa namna nyingi. Yawezekana ni mtoto ananyonya, mtoto akiwa ananyonya ana stimulate pia. Yes. Lakini kuna kustimulate maziwa ya mama kwa kuyashika pale unaposhiriki tendo la ndoa. Ndio maana huwa tunasema mwanamke ambaye homoni yake ya maziwa inapanda mara kwa mara hatakiwi kufanya nipple stimulation wakati wa sex. Mwanamke anapofanya mapenzi hatakiwi kushika maziwa. Doctor, what? Hutakiwi kushika maziwa. What? Nadhani katika topic ngumu watu hawaelewi. No, kwa nini nasema hivyo? Yes. Kwa sababu like one of the sensitive area, yani moja ya sensitive area ya mwanamke, sehemu ya wanawake wanajivunia ya kumbania. Sasa unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu ni very sensitive, na mara nyingi huwa tunasema maeneo ambayo yana stimulation nyingi kwa mwanamke ni maeneo ambayo yana dark area. Sio kama umenoti. Lips zina dark area. That's why ndio maana mwanamke akiwa na sex anapenda masuala deep kissing, kwa sababu lips zina dark area. Okay. Sawa. Kwenye maumbile ya mwanamke kuna kitu kinaitwa clitoris. Yes. Ile clitoris ina mkusanyiko wa mishipa ya fahamu mingi sana. Tunasema maeneo mengi ambayo yana dark yana mkusanyiko wa mishipa mingi ya fahamu, yanakuwa more sensitive. Okay. Sawa. Mfano sasa ndio kwenye hiyo clitoris, kwenye lips. Sawa. Kwenye nipples sasa. Kwenye nipples hizo. Sawa. Na sehemu nyingine nyingi ambazo zina dark. Sawa. Sasa
kwa nini tumezungumzia nipple stimulation? Nipple stimulation ile ni sehemu ambayo unapo stimulate ile homoni ya maziwa unauambia ubongo, sawa, aidha huyu mtu ananyonya au mtu ananyonyesha, kwa hiyo zalisheni prolactin nyingi, kuna mtu ananyonya huko. Okay. Sawa. Sasa kwa mtu ambaye unatafuta ujauzito na una tatizo la homoni yako ya maziwa kupanda mara kwa mara, hutakiwi kustimulate maziwa. Ndio maana unapokuja kupima homoni ya prolactin, mara nyingi huwa tunakwambia masaa 24 usiwe umeshiriki tendo la ndoa, masaa 24 usiwe umetoka kufanya mazoezi, masaa 24 usiwe umeoga maji ya moto. Kwa sababu ni vitu ambavyo vina stimulate. Doctor, that's mind blowing. Mind blowing. Sasa hicho ni kitu ambacho kinaitwa nipple stimulation. Watu wengi sana, mimi nimebahatika kupima homoni nyingi kwa wanawake wengi. Mwanamke ambaye atakuja kupima homoni, ametoka kushiriki tendo la ndoa na ameshika maziwa, na akaja na mwanamke mwingine ambaye hajashiriki tendo la ndoa kupima homoni ya prolactin, huyu ambaye ametoka kushiriki tendo la ndoa na ametoka kufanya kitu kinaitwa nipple stimulation, kuyashika maziwa au kuyachochea maziwa, homoni yake maziwa huwa inapanda juu. Kwa hiyo lazima itakupa false positive result. Kwa hiyo that's why wanawake ambao wanahitaji kupata ujauzito na wana changamoto ya homoni ya maziwa, utakiwa kushika maziwa ili uendelee kuimaintain homoni yako ya prolactin iendelee kuwa normal. Jamani kina dada, mmesikia jamani kina dada, you guys hearing this? So okay doctor, na je, vipi kuhusu hizi hormones zingine kwa mfano kama LH? Okay, sasa homoni ya LH tumesema ni homoni ambayo huwa inasaidia kwa masuala ya ovulation. Lakini homoni ya LH inapokuwa juu au inapokuwa chini, huwa inaweza kumfanya mwanamke asipate ute. Okay. Sawa. Lakini inaweza kumfanya mwanamke akawa na mood swing, kuwa na hasira. Inaweza kumfanya mwanamke akawa ananenepa sana, akawa na tumbo kubwa. Kuna wanawake ambao pia unakuta kwenye maeneo yake ya mkono ananenepa sana, anakuwa na nyama nyingi, ana nyama mingi sana. Sasa huyu inawezekana pia akawa na changamoto ya homoni ya LH. Endapo kama ile mikono mikubwa kwa kina mama, I think inakuja na age, kwamba ni mwili wa kimama anaupata. Yes. Sasa umri wa pale ndio huwa tunasema anaupata umri wa kimama. Kuna wale wanawake au kuna wale wamama ambao wanakuwa na mikono kwenye nyama zao humu, wanakuwa na nyama nyingi sana. Sasa wale kina mama mara nyingi sana huwa wanakuwa na changamoto ya mabadiliko ya homoni ya LH, kuto kubalance kwa homoni ya LH. Homoni ya LH ikiwa haijabalance vizuri, huwa inasababisha mwanamke kuwa na nyama nyingi sana kwenye mikono, kuwa na tumbo kubwa, ambapo hii homoni ya LH mara nyingi inaweza kumfanya mwanamke kuwa overweight sana au kuwa underweight sana. Kwa maana kuna mama zetu wengine ambao wanahangaika na madiet, maskini ya Mungu, kumbe hata sio misosi. Yes, sasa sometimes ndio maana huwa tunasema mwanamke ambaye anahitaji kupunguza uzito, akiona amepunguza uzito wake haupungui, rudi kafanye check up ya hormone. Mara nyingi hormone pia zinasababisha mtu kuwa overweight. Na kuna baadhi ya wanawake wengine wanapata shida ya kutokupata choo kwa wakati, lakini changamoto kumbe ni mabadiliko ya nini? Ya hormone. Hormone inaweza ikamsababisha, especially hormone estrogen, inaweza kumfanya mwanamke akawa anapata constipation, asipate choo kwa wakati. Na hili ni tatizo kubwa sana. Kuna wanawake wengine wanakuta wametumia dawa za kuhakikisha wanapata choo, wanakula mananasi, mapapai, kula kila aina ya matunda kuweza kupata choo, lakini wamekuwa hawapati choo. Hawapati choo kwa sababu ya mabadiliko ya homoni ya estrogen. Huwa inafanya mwanamke anakuwa na changamoto ya constipation. Lakini kuna wanawake wengine wanakuta hawana hamu ya tendo la ndoa. Hiyo ni homoni ya estrogen kumfanya mwanamke kuwa mkavu, kutosikia hamu ya tendo la ndoa, kupata maumivu anaposhiriki tendo la ndoa. Ni mabadiliko ya homoni ya estrogen. I want us to go deep kwenye, nataka tuzame kidogo hapa hii issue ya ukavu kwenye ukeni. Nadhani imekuwa ni changamoto sasa hivi. Na ndio maana kama daktari umeona sasa hivi hivi vilainishi, sio lubricants, nini vimekuwa vingi na vimekuwa ni biashara kubwa sana. So I want us to dig gap. Kwamba ukiachana na hizi ukiachana na hormone ya estrogen, ambayo inasababisha inaita hiyo lubricants, ndio. As in shida ni nini hasa uyeuke? Ukiachana na hiyo hormone tu. Hapo sasa kuna issue ya stress. Bado stress tunarudi kule kwenye hormone. Stress itadisturb hormone.
sawa, lakini pia hali ya hewa bado itadisturb hormone. Kwa hiyo kitu ambacho kina play part kwa mwanamke ili aweze kutokuwa na changamoto za ukavu ni kuhakikisha homoni yake ambayo inamfanya yeye asiwe mkavu iko normal. Samahani doctor, one more thing. Hii nadhani nauliza kama layman sasa. Okay. Nauliza kama mtu ambaye hajielewi. Je, mwanamke kushiriki tendo la ndoa sana, yani kufanya tendo la ndoa sana, yani akadishiriki tendo la ndoa na wanaume tofauti kwa muda mfupi, je, kunaweza kumsababishia kama mkavu? Sasa ndio maana nikasema kinacho play part hapo ni hormone. Sasa ndio maana kuna baadhi ya wanaume wengine huwa wanasema mwanamke akiwa mkavu yawezekana ametoka kushiriki tendo la ndoa na mtu mwingine. Kwa hiyo wao huwa kuna baadhi ya wanaume wengine huwa wanatumia hicho kipimo. Lakini hiyo sio kweli. Unajua mwanamke ili asiwe mkavu inategemeana secretion yake ya ute iko inazalishwa kwa kiwango gani. Ndio maana kuna baadhi ya wanawake wengine hawajawahi kuwa na hiyo changamoto ya ukavu. Anaweza kashiriki na mwanaume huyu, baadaye akashiriki na mwanaume huyu, baadaye akashiriki na mwanaume huyu. Issue ya mwanamke kuwa mkavu ni issue ambayo inamhusisha yeye na mabadiliko yake ya hormone. Sasa mabadiliko ya hormone inategemeana relaxation na uzalishwaji wa hormone zako zikoje. Maana hapa tunaanza kwenye issue ya kisaikolojia. Lazima uhusishe saikolojia yako na masuala ya uzazi iko vipi. Okay. Ndio maana sometimes huwa tunasema kuna mwanamke mwingine ambaye akishiriki tendo la ndoa na mwanaume anayempenda anaweza kupata ute, kwa sababu anaruhusu akili yake irelax, izalishe zile hormone. Ikizalisha zile hormone, yule mwanamke anapata ute. Lakini mwanamke huyo akishiriki tendo la ndoa na mwanaume ambaye hampendi, akawa yuko kwenye low mood, hana hisia, zile hormone zitastack, hazitazalishwa. Kwa hiyo itamfanya huyo mwanamke awe mkavu. Pia issue nyingine, hii ni mtani. Je, vipi kuhusu hizi njia za uzazi wa mpango? Okay. Yaani kama hizi watu wanakunywa kwa ajili anakunywa ile asipate mimba, okay, au wanakunywa baada ya kufanya tendo la ndoa kama hizo P2 na nini? Contribution yake ni ipi kwenye hizo hormone imbalance, okay, na yeye kuwa mkavu Ken? Kwanza unajua katika kitu ambacho wakati mwingine kimekuwa kinaleta shida au mabadiliko ya hormone, tunasema ni matumizi ya hizo dawa za uzazi wa mpango. Sasa watu wengi wanasahau kuwa P2 na yenyewe ni dawa mojawapo ya uzazi wa mpango. Watu wengi wanajisaulisha, wanaona kama P2 ni dawa tu ya kawaida kama utakavyokunywa Panadol na vitu vingine. P2 ile tunasema ni emergency contraceptive pills. Postinat 2 ni emergency maana yake inabidi itumike kipindi ambacho aidha mtu amebakwa au mtu amepata ujauzito, ana mtoto mdogo, au amepata ujauzito ambao ni emergency, hakutarajia, ndio inabidi atumike. Lakini wadada wa siku hizi wanatumia P2 kama wanavyokunywa pipi, kama wanavyolamba sijui biskuti. Sasa matumizi ya hizo P2, wanajua P2 haziwezi kuharibu hormone, lakini P2 ndo zimechangia kwa asilimia kubwa dada zetu kuwa na changamoto ya mabadiliko ya hormone. Kwa sababu P2 zina contain hormone, zinaenda kuslow uzalishwaji wa mayai. Zikienda kuslow, zinaenda kuzalisha ute mwingi ambao unasababisha mayai yasiweze kumove. Lakini zinakwenda kufanya hormone ambayo inasaidia kwenye upevushaji wa mayai isi play part yake. Sasa ukizitumia mara nyingi zaidi, inaenda kuzifanya hormone zako zina seize. Zikisize maana yake hormone yako za mayai zinakuwa dormant, hazitaendelea kuzalishwa tena. Ndio maana kuta wadada wengi wanatumia P2, lakini ikifika kipindi ambacho wanatafuta ujauzito, wanasahau kama miaka 2 walishatumia P2. Akianza kutafuta ujauzito, ukimuuliza changamoto yako ni nini, anakuambia sijui tu, nimejikuta siwezi kupata ujauzito. Lakini anasahau kuwa miaka 2, mwaka mmoja nyuma alitumia P2. Na walio wengi huwa wanajua P2 inakuletea madhara muda huo huo. P2 inaweza sikuletea madhara muda huo huo. Ukijua hormone ni process, ni kitu ambacho kinafanyika, ni mchakato. Ni mchakato ambao haufanyiki at once. Ni mchakato ambao unafanyika, ni process ndefu. Sasa unapokuwa na changamoto ya mabadiliko ya hormone, lazima utapitia hizo issue. Of course maisha yamebadilika sasa hivi. Yes. Kuna dada zetu ambao they are living their life, okay, their lives, like they're having their best times. Vipi utumiaji wa pombe kali, uvutaji wa sigara, watu kuvuta shisha zile kwa mabinti, does it contribute changamoto yoyote kwenye uzazi na hormone imbalance? Sawa, kwa mfano kama sigara. Sawa, sigara zina nicotine. Kuna pombe zingine ni spirit. Kuna vinywaji vingine vimecontain caffeine. Ukijua katika vitu ambavyo vinaharibu hormone
ni vitu ambavyo vinahusisha akili, vitu ambavyo vinahusisha brain, vitu ambavyo vinahusisha pituitary, ufanyaji kazi wa pituitary. Kama tulivyokwisha kusema, kuna baadhi ya hormones zinatengenezwa kwenye brain, kwenye pituitary. Sasa unapokuja kuidisturb pituitary, aidha kutumia vilevi vyote ambavyo vinaichanganya akili yako. Ukiwa ukijua unapoichanganya akili, uchanganya akili tu, unachanganya na mifumo mingine ambayo inaitegemea hiyo pituitary. Kwa hiyo unapokuja kutumia vinywaji vingi ambavyo vina caffeine, vinywaji ambavyo vina nicotine, unapokuja kutumia alcohol ukawa unalewa mara kwa mara, unaidisturb akili, automatically lazima utaanza kujikuta baadhi ya vitu haviko sawa, especially kwenye changamoto za hormone. Kuna wanawake wengine wanakuambia ili apate stimulation nowadays, kuna wengine wanakuambia akilewa anakuwa mtamu. Sawa? As tunasikia hizo nyimbo zinaimbwa, si ndio? Yes, lakini ni vitu ambavyo ukivitumia kwa kipindi kirefu vitakusaidia kupata stimulation, lakini itafika mahali utafika kwenye peak ambapo dopamine itakuwa haina uwezo tena wa kufanya kazi. Utajikuta unaanza kuwa dependent kwenye kile kitu. Utakuwa huwezi kufanya hicho kitu bila kutumia kitu fulani. Okay. Kwa hiyo pombe, shisha, sigara ni vitu ambavyo kwa sasa hivi vinavuruga sana changamoto za hormone. Sasa ndio maana tunakuta dada zetu wengi leo hii wana changamoto sana katika mifumo ya uzazi. Sasa huwa tunajua mtu ametumia mara moja tu. Ukitumia mara moja huwezi ukapata madhara, lakini madhara yake ni mengi. Ndio maana leo tunakuta kuna watu wana kansa za shingo ya kizazi. Kuna watu wana bleed, wanapata hedhi ambayo haikati. Kuna watu wanauma magonjwa ajabu ajabu, mafungus, miwasho, ukavu. Kuna watu wana changamoto za maumivu ambayo hawajui yametoka wapi, lakini wanasahau huko nyuma walishawahi kutumia hivyo vitu kwa kipindi kirefu. Hormones zina play part kubwa sana kwenye mwili. Kwa hiyo hormone ni kitu ambacho kama tunatakiwa tutunze, kama tunavyotunza figo, tunavyotunza moyo, hormone inatakiwa itunzwe vizuri zaidi kama tunavyotunza organs zingine kwenye mwili. Okay, sawa doctor. So let's say tayari binti ana hiyo hormone imbalance. Okay. Treatment yake ni nini? Sasa ili tuweze kumpa treatment lazima tujue ni hormone ipi. Kwa sababu hata katika matibabu, yani uwezo ukatibia in general kwamba natibia hormone in general. Lazima tuende specific una changamoto ya hormone ipi. Sasa hii tuende specific lazima apime. Tujue kuwa ni hormone gani ambayo inakuletea shida. Kama ni estrogen, itabidi upewe dawa za estrogen. Kama ni prolactin, itabidi upewe dawa za prolactin. Kama ni luteinized hormone na follicle stimulation, inabidi upewe dawa. Kama ni hayo mathyroids, inabidi upewe dawa. Sawa. That's ndio maana huwa tunashauri mwanamke kabla hujatumia dawa it's better ukafanya vipimo vya hormone. Tusiambizane tu ni hormone balance, hormone balance, hormone balance. Hormone balance ni hormone ipi ambayo haija balance. Kwa hiyo it's better mwanamke au binti akafanya kipimo cha hormone balance, akapata matibabu kutokana na hormone yake ambayo haija balance. Lakini pia kuna virutubisho ambavyo vipo vinasaidia kuweka utulivu wa akili, kurekebisha pituitary au zile hormone zinazozalishwa kichwani. Kwa hiyo unapewa dawa ambazo zina regulate, zinaweka usawa wa pituitary yako ili iwe normal, ili uweze kuzalisha hizo hormone ambazo zinategemea, mfano hiyo hormone ya hiyo prolactin, LH pamoja na FSH. Ndio maana tunasema ukipima hormone ya prolactin tukute iko juu, maana tunajua kabisa hormone ya prolactin ikiwa juu ina disturb hormone za LH na FSH. Kwa hiyo tunaamini tukitibia pituitary tunazisaidia na hizi hormone zingine kurudi normal. Okay, doctor, asante. Nadhani watu dada zetu wamepata what they needed to know. Okay. Imekuwa very informative, episode yetu imekuwa very informative. Nadhani watu imefungua hata akili za watu. Kwa sababu kuna vitu vingine tunavifanya ni vya kawaida lakini kumbe vina madhara in the long run. So jamani, asanteni, we are so happy tumefika mwisho tamati ya episode yetu ya leo. So we'll meet in the next episode. Lakini pia jamani we can't recommend, don't forget to like, comment and subscribe to our channel, si ndio? Lakini pia I think Dr. Kenny pia na wewe unaweza kusema unaweza kupata vipi, which I really recommend watu waje kuone. Kwanza unaweza kutupata kupitia namba yetu ya simu ambayo ni 0758074825. Lakini pia unaweza kutupata kupitia page zetu za kijamii, mitandao ya kijamii ambayo ni vyakula_na_tiba. Lakini pia unaweza kutupata pia huko TikTok, ukatupata na Instagram pia kupitia hiyo vyakula na tiba na Dr. Kenny. Na kama kutoka kuna maswali ya ziada pia kwenye namba hiyo ya 0758074825 unaweza kunitafuta kupitia WhatsApp. Asante sana.
pia kwa kuongezea hizo handles zake zote alizozisema na namba yake ya simu tutaiweka hapa chini, so mtazipata na and I really recommend mwende mkamuone. So thank you guys, see you in the next episodes. And pia shout out kwa our man behind the cameras, make sio kamera moja. Shout out to Steven Giraita, our production guy. Much respect to you, brother. Say something, bro. Keep watching. Keep watching. Thank you so much. So guys, bye. See you in the next episode. Bye.